kipindi hiki cha mchakato huu. Sasa kabla sijatoa mawazo yangu, nadhani tuwe na background kidogo. Nchi hii tuna uzoefu wa uchaguzi kwa miaka 65-66. Uchaguzi wa kwanza ulifanywa mwaka 58 na 59. Ulikuwa ni uchaguzi mmoja, lakini ulifanywa kwa awamu. Awamu moja ilifanywa mwaka 58 na awamu ya pili ikafanywa mwaka 59. Masharti ya kushiriki kwenye uchaguzi ule yalikuwa magumu sana kwa wagombea na wapiga kura. Kulikuwa masharti yale, nadhani mengine uwe na kiwango fulani cha elimu, uwe na kiwango fulani cha mali, na matokeo yake walioandikishwa kupiga kura walikuwa hata hawafiki 100,000 katika idadi ya Watanganyika wakati ule ambao ilikuwa milioni 8-9, na waliopiga kura walikuwa kama 21,000. Ndio uchaguzi wa kwanza. Uchaguzi wa pili ulikuja mwaka 60, ule wa mseto. Ulikuwa uchaguzi wa bunge watatu kila jimbo: mzungu, mwesha na Mwafrika. Walioandikishwa kupiga kura, masharti yalikuwa bado magumu, walikuwa hawafiki 900,000 katika idadi ya watu milioni 9, na waliopiga kura walikuwa 121,000. Sababu yake ni kwamba majimbo mengi wagombea walipita bila kupingwa. TANU ilipita katika majimbo mengi bila kupingwa. Uchaguzi huo 58, 59 na 60 ulipangwa na serikali ya kikoloni. Baada ya kupata uhuru, sheria ilipitishwa kuwawezesha wananchi wengi kushiriki kupiga kura, na uchaguzi wa kwanza baada ya uhuru ilikuwa mwaka 62, wakati tulipomchagua rais. Wakati huo na mimi nilipata nafasi ya kupiga kura. Walioandikishwa walikuwa wengi kidogo, walikuwa wanakaribia kama milioni 2, na waliopiga kura walifika kama milioni 1,500,000. Kwa hiyo katika uchaguzi ule tulianza kujifunza kwanza kuwapa nafasi wananchi kushiriki. Yale masharti ambayo yalikuwa yanazuia watu wengi yakaondolewa, na msingi mkubwa ilikuwa kwamba uchaguzi ni haki ya mwananchi. Nilikuwa nimesikia maelezo ya serikali kipindi hiki, na waziri alisisitiza sana kwamba uchaguzi ni mchakato wa kisheria, yaani katiba, sheria, kanuni na taratibu.
Hii ilikuwa mpya kwangu. Mimi naelewa uchaguzi na haki ya wananchi. Yote hayo mnayozungumza, iwe katiba, iwe sheria, iwe kanuni, iwe taratibu, ni kumwezesha mwananchi atumie haki yake. Na katika kuendelea, yalikuwa yanajitokeza mambo ambayo ilikuwa inaonekana ni kikwazo kwa wananchi. Sheria zinabadilishwa, kanuni zinabadilishwa ili kumwezesha kila mwananchi aliye na sifa aweze kushiriki. Kiangalia, tuanze na wapiga kura. Utaratibu uliwekwa wakati wowote wa uchaguzi kutakuwa na dosari. Kwa hiyo dosari zilikuwa zinaonekana, lakini serikali ilikuwa inaziondoa. Kila baada ya uchaguzi, tathmini ilikuwa inafanywa kuona dosari zilikuwa wapi, zisahihishwe namna gani. Tuchukue kwenye uteuzi, kwa sababu kwa msingi ni haki ya wananchi. Uchaguzi wa 58, 59, 60, 62 ilikuwa uteuzi ule vyama ndivyo vinaamua, sio wananchi. Vyama ndivyo vilikuwa vinaamua nani au mgombea wapi. Nakumbuka uchaguzi wa mwaka 60, TANU ilipanga wagombea wake bila kujali watatoka wapi. Kumbuka kwa mfano, mgombea Maswa alikuwa Richard Wambura, anatoka Mara. Wakati ule Kiswahili akiwa kinazungumzwa sana. Ule Maswa anazungumza Kisukuma, alikuwa hajui Kisukuma, lakini alifanya ni mgombea kule kwa sababu chama kiliamini atakuwa mwakilishi kila sehemu. Na wakafanya hivyo hata mwaka 65, kwamba chama ndio kinaamua nani awe mgombea wapi, bila kujali maoni ya wananchi. 65 chama kikapata somo. Wakati huo tumeingia kwenye chama kimoja, na chama kimeamua kwamba hakuna mtu kupita bila kupingwa, kwa hiyo kinapeleka wagombea wawili. Lakini ikawa kina watu wake. Kwa hiyo kila jimbo wakapeleka mtu wa kwao waliye muamini, kisha wakampa wa kumsindikiza wawili, lakini hasa wanayemtaka ni mmoja. Wananchi wakagoma. Walikuwa wanataka wagombea ambao wanakubalika kwao. Na kuna mifano ambayo labda nitoe mfano miwili. Mwanza walimteua Bomani. Bomani alikuwa ni maarufu. Mimi natoka huko. Bomani alikuwa maarufu. Lakini mgombea mwenzake alikuwa ni mtu hajulikani kabisa. Kwa sababu nia ilikuwa kumrudisha Bomani. Watu wa Mwanza wakakataa, wakamwangusha Bomani bila mategemeo. Tarime alikuwa Boboki Mdaka, alikuwa maarufu, ameshiriki katika harakati za kupata uhuru, anajulikana, alikuwa waziri. Wakamteua yeye, wakampa mtu ambaye alikuwa hajulikani kama kumsindikiza. Watu wa Tarime wakakataa, wakamwangusha Mnanga.
Kutoka wakati huo chama kikajifunza, na ndiyo ikawa mwanzo wa kupata kura za maoni. Nia ya kuleta kura za maoni ilikuwa kuwa na uhakika kwamba anayeteuliwa anakubalika wanakotoka. Mwanzoni kura za maoni zilikuwa zinatolewa na wawakilishi ngazi ya wilaya na zilifanya kazi nzuri, lakini baadaye ikaingia rushwa. Kaonekana kikao kidogo cha wilaya wanahongwa, wanateua, wanaisha kura watu ambao sio wanaotakiwa na wananchi. Chama kikaona hilo, kikasema hawa wachache wanaweza kuhongwa, kwa hiyo tupanue wigo. Wakatoka kwenye wilaya wakasema kura zitapigwa kwenye kata. Viongozi wote kwenye kata kuanzia mjumbe wa nyumba 10 wanakuwa katika mkutano wa kutoa kura za maoni. Katumika hiyo kwa muda, ikagundulika kumbe rushwa hata kwenye kata imeingia. Chama kikabadili, ikasema badala ya kuchukua hawa viongozi tu, tuchukue na wanachama wote. Kwa hiyo kura za maoni wakawa wanapiga wanachama wote, lakini hiyo haikuzuia rushwa, na mpaka sasa vyama vyote, tatizo mojawapo tulilonalo ni kwamba rushwa kwenye uteuzi ndani ya vyama haiendani na matakwa ya wananchi. Hata katika uchaguzi uliopita mmeona vyama vingi wanachama walilalamika kwenye uteuzi ndani ya chama, na hata kwa mara ya kwanza nadhani niliona wana CCM wameshika mabango kwamba hawakukubaliana na uteuzi uliofanywa. Kwa hiyo ni tatizo moja. Lakini la pili ilikuwa kuhakikisha wagombea wanatendewa haki. Kama mtu akijitokeza akiwa na sifa zilizo katika katiba, katika sheria, aruhusiwe kugombea. Lakini katika chaguzi zilizokuwa zinafanywa, ilionekana dosari fulani. Ningeweza kutaja nyingi, lakini nitoe mfano. Wakati mwingine ilikuwa wakati wa kuandikisha wapiga kura katika maeneo fulani, wale ambao wanaandikisha wapiga kura walikuwa na hongwa ili wajaribu kuandikisha kupendelea wagombea fulani. Wakiona mgombea ambaye hampendi, wanakwenda kwenye eneo ambalo anaungwa mkono, wanatumia mbinu kuandikisha wapiga kura wachache. Yule wanayempenda wanaandikisha wengi pamoja na watoto wadogo. Dosari hizo zilizoonekana, serikali ikachukua hatua ili kuhakikisha uandikishaji unakuwa wa haki. Hata wakati mwingine vituo vya kupigia kura vilikuwa vinapangwa, wakati mwingine unapanga ili wananchi wengi wasipate nafasi ya kupiga kura. Unakitia mahali labda watu wengi, unakuwa na msururu mwingine, lakini mahali pengine unatia vituo vingi, wananchi hawana matatizo.
kulikuwa na wakati kura bandia zilianza kuonekana katika majimbo fulani fulani, na hasa kwenye uchaguzi wa ubunge zilikuwa zinatokea kura bandia. Zilipoonekana, serikali ilichukua hatua kuzuia. Zamani ulipokuwa unakwenda kupiga kura, ulikuwa unapewa karatasi ya kura, haikuwa imepigwa muhuri. Lakini ilipoanza hii ya kura bandia, serikali ikachukua hatua kwamba unapokwenda kupiga kura, wakiinyofoa ile kura yako, wanaipiga muhuri hapo mbele yako. Hii ilikuwa kuhakikisha kwamba zitakazoingia kwenye sanduku ni zile ambazo watu wamepiga kura pale. Wakikuta kura haina muhuri, wanajua ni kura bandia. Lakini akatokea mambo mengine, ikawa mnapiga kura vizuri, mnahesabu vizuri, kisha wakienda kujumulisha wanabadilisha matokeo. Serikali ikachukua hatua, ikasema kila kituo mkishapiga kura matokeo yanabandikwa, ili wananchi wana hakika kwamba. Lakini kwa kifupi, serikali ilikuwa inalinda sana haki ya mwananchi. Ilikuwa inalinda sana haki ya mwananchi, na ndio tumeendelea hivyo. Tumeendelea hivyo tangu wakati wa chama kimoja mpaka tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Serikali ilikuwa inasimamia kwa ukamilifu kulinda haki ya mwananchi. Mwaka 2019 hiyo hali ikabadilika kabisa. Ikabadilika, badala ya serikali kulinda haki ya mwananchi, ukaja utaratibu wa kiserikali ambao ulikuwa unazuia wananchi, na hasa katika kugombea. Masharti ama sifa za mgombea ziko katika katiba, ziko katika sheria. Ukiwa na sifa zilizoandikwa mle, unaweza kugombea. Tunazijua baadhi yake: uwe umefikia umri fulani, uwe raia, na mengine yako kwenye katiba. Lakini kuna mengine madogo madogo ambayo hayako katika sheria. Utaratibu uliokuwa unatumika kulinda mgombea ni kwamba akishajaza fomu, kama amekidhi masharti ya kisheria, fomu inachukuliwa, na kama kuna lolote ambalo mpinzani wake anaona haliko sawa, atakwenda kutoa pingamizi kwa msimamizi wa uchaguzi. Yaani mgombea ndiye alikuwa anatoa pingamizi. Kuanzia mwaka 2019 watu walienguliwa, sio kwa sababu wapinzani wao waliweka pingamizi, lakini wale wanaosimamia ndio wakawa wanaamua kuengua wagombea. Tumeona maana, ukiona baadhi ya mambo, ukiona kwa mfano sijui mtu ameandika DSM badala ya Dar es Salaam, sio sharti kwenye sheria.
ama amesema mjasiriamali, sio sharti kwenye sheria. Lakini watu walioanguliwa kwa sababu ndogo ndogo, tena wanaanguliwa na wale ambao ndio wanatakiwa kulinda haki za wagombea. Ilitokea hivyo 2019 na 2020, na tangu wakati huo wote mnajua kulikuwa na mjadala mkubwa sana. Kwa kipindi tangu 2020 kumekuwa na mjadala, na nia ilikuwa tusije tukarudisha yale yaliyotokea 2019 na 2020, na hata jitihada zikafanywa. Serikali ikaenda kupitisha sheria, watu wakiamini kwamba hii itazuia yale yaliyotokea 2019 na 2020. Mchakato ulio ambao tumeumaliza sasa hivi, yametokea yale yale, na chanzo chake zaidi ni wasimamizi wenyewe wa uchaguzi.